wa Iqra FM 95.0 zikiwa ni 31 dakika zimekatika baada ya saa 2 majira ya Afrika Mashariki. Karibu kwenye kipindi cha siku ya leo, ikiwa ni Ijumaa teule ya tarehe 11 Aprili mwaka 2025, ambapo kipindi kinachokujia kila siku ya Ijumaa cha Risala kinakuwa sasa kikianza, ukiwa nami Abdul Hamid Suleiman, na ndani ya studio tukiwa nao mashekhe Sheikh Abbas Athman na Sheikh Hassan Athman, ambao watakuwa wakitupambia, kutueleza na kutuelimisha kuhusiana na mada ya siku ya leo. Na leo ndani ya mada Sheikh wetu Sheikh Abbas Athman atakuwa akitufunza, akitueleza kuhusiana na je, Yesu ni mwana wa Mungu, baada ya wasikilizaji wengi kuuliza ama kumtaka Sheikh aeleze, adadavue, atoe mwelekeo kuhusiana na swala hili, ili wale hawajui waweze kuwa wenye kuongozwa ndani ya dini iliyo haki. Na pia katika upande wa vitabu tuko naye Sheikh Hassan Athman, ambaye atahakikisha kwamba kila andiko ambalo linahitajika kupatikana basi linapatikana haraka iwezekanavyo, ama watu wanaweza kufaidi haraka iwezekanavyo. Kwa hivyo ungana nasi hadi mwisho kwenye hii awamu ya kwanza. Tutakuwa nikimpisha Sheikh wetu aweze kutuelezea masuala yanayofungamana na mada. Kumbuka tukupitia 0727444454 au 0738648881 unaweza kutufikia moja kwa moja kutuma ujumbe katika awamu ya kwanza, alafu kwenye awamu ya pili nitakuwa nikifungua mitambo ili uweze kupiga simu moja kwa moja na uweze kunufaika. Na ningeomba msikilizaji upige kuhusiana na mada ambayo tutakuwa tukiangazia siku ya leo, ikiwa ni je, Yesu ni mwana wa Mungu. Je, kuna ukweli gani? Je, kuna masuala gani pia yale ambayo tunafaa kujiepusha kuhusiana na mada ya siku ya leo? Moja kwa moja nampisha hewani Sheikh Abbas Athman. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, karibu sana. Tangu Ijumaa iliyopita umekuaje? Niko salama, nashukuru neema za Allah. Kwa salama. Mashallah, tunashukuru sana tukikusikia tena ukiungana nasi hapa ili uweze kutunufaisha, kutueleza kuhusiana na mada anuwai. Na pia kwenye upande wa pili tuko naye Sheikh Hassan Athman. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, mashallah, huyo ni Sheikh Hassan Athman. Umekuaje tangu mara ya mwisho wasikilizaji wamekusikia? Alhamdulillah, nimekuwa salama, nashukuru. Naam, mashallah. Na kwenye kibaridi hicho sasa ndo mnasikia kidogo sauti ya Sheikh Hassan iko chini kidogo, lakini alhamdulillah inakupisha moja kwa moja Sheikh wetu Sheikh Abbas Athman, utueleze ama utujulishe kwa mada ya siku ya leo. Naam, shukran Sheikh Abdul Hamid. Nafikiri nitatangulia kwanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu ambaye ametuumba sisi, ameumba kila kitu, ameumba vitu ambavyo kwamba tunavyoviona na vile ambavyo kwamba hatuvioni. Kwa hiyo sina budi isipokuwa ni kumshukuru kwa kusema alhamdulillah rabbil alamin. Kisha namtakia rehema na amani nabii wa mwisho, Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabii ambaye amekuja ila kafata linas bashira wa nadhira walakinna akthara nasi la ya'lamun. Amekuja kwa watu wote, awe ni mtoaji wa habari njema, awe ni muonyaji, lakini watu wengi sana hawajui kama huyu mtume amekuja kwa watu wote. Kwa hiyo tumtakia rehema na amani. Ikiwa anwani ya kichwa ya mada ya leo ni je, Yesu ni mwana wa Mungu. Hii ndio kichwa ya mada ya leo. Na katika imani yetu sisi Waislamu, mafundisho yetu katika Qur'an, kitabu ambacho ni uongozi kwa wanadamu wote, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ashatuambia kwamba yeye hana mtoto, lam yalid wala yulad. Hakuzaa wala hakuzaliwa, bimaana hana mtoto. Imani ya rafiki zetu, wao nao wanaamini kama Mungu yuko na mtoto na wakatoa jina ya mtoto huo kwamba ni Yesu. Vile sisi tunavyomtambua, tamtambua kama Nabii Isa alayhi salam. Wanaitakidi kama Nabii Isa alayhi salam ni mtoto wa Mungu. Swali linakuwa, je, kweli Yesu ni mtoto wa Mungu ama la? Kwa hiyo kwanza tutatangulia kwa kuisoma Qur'ani, kitabu ambayo ni mwongozo kwa watu wote, ili kwamba tupate picha kamili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema nini. Kwanza nimetangulia kwa kusoma sura fupi, kutaja aya katika suratul Ikhlas aya ya 3 na 4, lam yalid wala yulad wala yakul lahu kufuwan ahad. Hakuzaa wala hakuzaliwa wala hana anayemkamba yule ambaye kwamba anafanana naye hata mmoja. Sasa nitaomba mwalimu wangu nisomee sura ya 19 aya 88
ili kwamba tuanzie somo hapo. Somo kichwa anwani, je, Yesu ni mwana wa Mungu? Hii tunataka kujua. Wewe msikilizaji, nataka utufuatilie kwa makini, kisha baadaye uamuzi utatoa baada ya kusikiliza somo hili. Kwa sababu kwetu Waislamu naamini si mwana wa Mungu, Wakristo naamini ni mwana wa Mungu, na wale ambao kwamba tuna wafuatiliaji wa kipindi hiki ni watu wa dini ya Kiislamu na vile vile dini ya Kikristo. Ikiwa hii ni idhaa ambayo kwamba haichagui, hatusemi kwamba inachagua Waislamu ama nani, hapana, ni kwa watu wote kwamba wapate kufaidika. Kwa hiyo wote ambao kwamba unatusikiliza, mwisho wa somo hili utapata mwenyewe kuamua kwamba ni njia gani sahihi ya kufuata. Kwa hiyo nitaomba kwamba mwalimu atangulie kwa kunisomea sura ya 19 aya 88. Tusikie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia nini katika hiyo suratul Maryam. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Naam. Bismillahir rahmanir rahim. Naam. Na makafiri husema, Naam. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema amejifanyia mtoto. Subiri kidogo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatangulia kwa kusema na makafiri wanasema Mwenyezi Mungu amejifanyia mtoto. Yaani wale ambao kwamba wanasema kama Mungu amejifanyia mtoto ni watu ambao kwamba wamekufuru. Sasa Qur'an inasema makafiri wanasema Mwenyezi Mungu amejifanyia mtoto. Twende mwalimu. Bila shaka mumeleta jambo lichukizalo kabisa kwa kusema hivyo. Tunaambiwa kwamba mumeleta jambo ambalo kwamba linachukiza kwa kusema mambo kama hayo. Yaani kusema kwamba Mungu ako na mtoto ni jambo la kuchukiza kabisa, kwa sababu haiwezekani kama Mungu ana mtoto. Mungu ako na sifa zake. Sifa ya Mungu ni yeye ni Khaliq, yeye ndiye muumbaji. Sio kuzaa. Sifa ya kuzaa ni sifa ya viumbe. Ni sifa ya mende, ni sifa ya panya, ni sifa ya paka. Vitu kama hivyo ndivyo vinazaa. Lakini Mwenyezi Mungu sifa yake ni kuumba. Bimaana kwamba vyote vilivyobakia ni viumbe vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo haijafika mahali tena Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawacha sifa yake ya kuumba, yeye tena akaanza kuzaa. Hiyo sio sifa yake. Ndio Mwenyezi Mungu anasema mmeleta jambo lichukizalo kabisa kwa kusema kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ako na mtoto. Twende mwalimu. Zinakaribia mbingu kutatuka. Ndio. Kwa tamko hilo na ardhi kupasuka na milima kuanguka katika vipande. Zinakaribia mbingu kutatuka. Yaani mbingu inakaribia kupasuka ituangukie sisi hapa chini. Na ardhi kupasuka. Unaona? Kwa hiyo tamko kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuko na mtoto, yaani ni kauli mbaya, ni kauli mbovu, ni kauli ambayo kwamba inamchukiza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni kauli ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hataki, anaichukia kabisa. Hiyo ni kauli ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anachukia kabisa. Hataki kusikia kwamba yeye ako na mtoto, kwa sababu hii inaonesha kama Mwenyezi Mungu yuko na upungufu fulani ili kwamba hahitaji mtoto. Sisi wanadamu tuna watoto. Tuna watoto kwa sababu gani? Tuna watoto ili kwamba ukizeeka huyu mtoto atakuja kuwa kama yani ule wa wewe kujiegemea kwake. Pengine ukaweza kumtuma dukani. Pengine yule mtoto ukizeeka uko na mali upate kumrithisha na mambo kama hayo. Sasa Mwenyezi Mungu yeye anahitaji mtoto wa kazi gani? Kwanza Mwenyezi Mungu hazeeki. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye si kwamba atakufa, kwamba baadaye akifa mali yake ipate kurithiwa na mtoto wake. Hiyo si katika sifa ya Mungu. Kwa hiyo unaposema kwamba Mungu yuko na mtoto ni kama unaelekeza katika hali kama hiyo. Na Mwenyezi Mungu katika sifa yake ni al-kamal. Yeye amekamilika. Hana sifa ya upungufu. Ikiwa leo utasema kwamba Mungu yuko na mtoto, huyu mtoto ambaye kwamba tunaambiwa kwamba ni mtoto wake, ni kitu gani ambacho kwamba ameongeza katika ile uungu wa Mungu kwamba yeye ni mtoto wa Mungu? Ama Mungu kama atakosa mtoto, nini ambacho kwamba kinakosekana? Bila shaka unapata hakuna. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu yeye ni mkamilifu na hahitaji mtoto, kwa sababu wanaohitajia mtoto wanahitaji kwa sababu ya udhaifu na upungufu. Ukizeeka upate akusaidie, upate kumtuma labda dukani, upate pengine ukifa upate mtu wa kurithi, upate kuendeleza jina yako. Mambo kama hayo ndio mwanadamu anahitaji mtoto. Lakini Mungu hahitaji mtoto sababu sifa kama haya hana. Ndio Mwenyezi Mungu akasema zinakaribia mbingu kutatuka na milima kupasuka na ardhi kutatuka, kwa yale matamshi kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuko na mtoto. Matamshi mabaya. Na nakumbuka wakati mmoja
tulipokuwa katika mihadhara tunazungumza mambo kama haya, nafikiri aya hii kaje ikatokea tukaisoma. Bwana mmoja akaleta kejeli akasema, hii aya si kweli, tunaambiwaje kwamba mbingu inatukaribia kutatuka, milima kupasuka na ardhi katika vipande kwa kusema kwamba Mungu yuko na mtoto. Kwa hiyo akawa anasema kwa kejeli kwamba Mwenyezi Mungu yuko na mtoto, mbona mbingu inianguki? Akawa analeta ile shouting kama kukejeli, kuonesha kama labda aya hii si ya kweli. Lakini jibu kwa watu kama hao, kwa sababu wako unavyozungumza, najua kuna watu wako na unasikiliza. Mwenyezi Mungu alishatoa jibu. Mwenyezi anasema inna Allaha yumsiku samawati wal ardha an tazula. Mwenyezi Mungu amezishikilia mbingu na ardhi kwamba isitoke pale pake. Ile matamshi kusema kwamba Mungu yuko na mtoto, kama sio Mungu kuishikilia ile ardhi na mbingu, leo kusingekuwa kitu chochote hai. Kwa hiyo wale ambao kwamba wanaosema kwamba Mungu yuko na mtoto, jiepusheni na kauli hiyo, kwa sababu ni kumtafutia Mwenyezi Mungu dhaifu na Mwenyezi Mungu amekamilika. Tuendelee mwalimu na hiyo aya. Kwa kule kudai kuwa Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ana mtoto, ndio, wala haiwi kwa Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kuwa na mtoto. Sasa Mwenyezi Mungu anaweka mambo wazi, anaweka mambo bayana, anaeleza kwamba haiwi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwa na mtoto. Hiyo ni against, yani sio katika sifa zake. Haiwi kabisa kwa Mwenyezi Mungu kuwa na mtoto. Twende. Hakuna yoyote aliyomo mbinguni na ardhini ila atafika kwa Mwenyezi Mungu. Ndio. Mwingi wa rehema, hali ya kuwa ni mtumwa wake. Yote waliomo katika mbingu, wanadamu wote, na waliomo katika ardhi, wanadamu wote, walio mbinguni, malaika wote na nani, wote watafika mbele ya Mwenyezi Mungu wakiwa ni watumwa. Maana chochote unachoona kimetembea katika ardhi, kinasafiri katika ardhi, kinatembea mbinguni, kinasafiri mbinguni, vyote ni watumwa wa Mwenyezi Mungu na ni viumbe vya Mwenyezi Mungu. Sio vingine ni watoto wake na vingine hapana. Hiyo ni makosa na ndiyo msimamo wetu sisi Waislamu kulingana na Qur'an. Kwa hiyo Qur'an inasema, wanaosema kwamba makafiri wanasema kwamba Mwenyezi Mungu ako na mtoto, ni nani wenye kauli hiyo? Kwa sababu kuna wale wanaosema, sasa wanaosema kwamba Mungu ana mtoto, ni nani wenye kauli hiyo? Je, Qur'ani imeweka bayana, imeweka wazi, ama Qur'ani imenyamazia? Qur'ani inaweka wazi katika sura ya 9 aya 30, wenye matamshi ya kusema kwamba Mwenyezi Mungu yuko na mtoto, Mwenyezi Mungu ashaweka wazi katika Qur'an, bimaana kwamba tuwajue hawa ndio wale ambao kwamba wanasema kwamba Mungu yuko na mtoto. Nisomee Qur'ani 9:30. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Na Mayahudi wanasema Uzeri ndio ni mwana wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo Mayahudi wanasema kama Uzeri ni mwana wa Mungu, kwa sababu Mayahudi wao walikuwa walikuwa yani wanaitakidi kama huyu Uzeri, na si walikuwa, mpaka sasa kuna group ya Mayahudi ambao wanaitakidi kama Uzeri ni mwana wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo group ya kwanza wanaosema kwamba Mungu yuko na mtoto ni hao Mayahudi, wanaitakidi kwamba Uzeri ni mwana wa Mwenyezi Mungu. Twende mwalimu. Na Wakristo wanasema Masihi ni mwana wa Mwenyezi Mungu. Subiri, Wakristo nao kwa upande mwingine wakasema kwamba Masihi bimaana Yesu ni mwana wa Mwenyezi Mungu. Maana kwamba wanaosema kwamba Mungu ako na mtoto ni group mbili hapa kwa Qur'ani. Group ya kwanza imetajwa ni Mayahudi, group ya pili imetajwa ni Wakristo, wanasema kwamba Mwenyezi Mungu yuko na mtoto. Hao wanasema, Wayahudi wakasema ni Uzeri, Wakristo wakasema ni Masihi Isa bin Maryam kwamba ni mtoto wa Mungu. Kwa hiyo hao ndio ambao kwamba wanasema, na ndio Mungu anasema kwamba, na wanasema kwamba mwingi wa rehema amejifanyia mtoto. Hilo ni jambo ambalo linachukiza. Maana kwamba wale wanaotufuatilia wako na kauli kama hiyo, wajue kwamba ni makosa kabisa kusema kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuko na mtoto. Kwa hiyo Qur'ani pale imetaja group mbili wanaodai kama Mungu yuko na mtoto. Group ya kwanza ni Wakristo, group ya pili ni Mayahudi. Na kuna group ya tatu ambayo iko na katika sura ya 37 nafikiri, tukiteremka nafikiri pale aya ya 4, 5, 6 ukiteremka chini, group ya tatu ni wale mushriki Makkah, wale washirikina wa Makkah kabla ya kutumilizwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nao pia walikuwa na kauli hiyo hiyo ya kusema kwamba Mwenyezi Mungu yuko na mtoto, na wao nao wakitakidi kwamba
malaika ni watoto wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo hao wote wanaosema hivi wanaingia katika group moja ya kuleta yani ya kukufuru. Unaposema kwamba Mungu yuko na mtoto unakufuru. Na hiyo kufuru inakuja kwa njia nyingi. Kufuru ya kwanza ni kwamba unamletea Mungu udhaifu. Kufuru ya pili ni ukisema kwamba Mungu yuko na mtoto ni shirk direct. Kwa sababu leo kama nyoka atakuwa na mtoto, huyo mtoto atakuwa ni nyoka. Ndio. Tutasema mwana wa nyoka ni nyoka. Mbuzi akizaa atazaa mbuzi. Yule mtoto wa mbuzi ni mbuzi tu. Kondoo akizaa ule kondoo mwisho atakuwa ni kondoo tu, maana ule mtoto wa kondoo ni kondoo. Sasa ikiwa leo utasema kwamba Mungu ako na mtoto, inamaanisha ule mtoto wa Mungu ni Mungu pia. Bimaana sasa Mungu atatoka ile sifa yake kusema kwamba Mungu ni mmoja, sasa itakuwa kwamba Mungu si mmoja lakini kuna Mungu yani zaidi ya mmoja. Kwa hiyo inaingia katika shirki. Ndio Mwenyezi Mungu akasema kwamba hiyo kusema kwamba Mungu yuko na mtoto ni ukafiri kwa sababu mingi. Moja ni inaingia katika shirki, pili ni kumtafutia Mwenyezi Mungu udhaifu. Unaona ni kama Mungu hajakamilika, anahitaji mtoto ili ukamilifu wake ukamilike na mambo kama hayo. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakataa na akasema kwamba zinakaribia mbingu kutatuka na ardhi kupasuka kwa kule kusema kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuko na mtoto. Na hiyo group ambayo kwamba wamesema hivyo ndio hawa wa Kristo, Mayahudi na vile vile wale washirikina wa Makka. Sasa ile aya 9:30 hujamaliza. Mwalimu, hebu endelea kusoma hiyo. Hujaimaliza, nimalizie kidogo. Kuna kitu pale point ambayo kwamba inasema na inazungumzia, kuna uzito mahali kidogo nataka nigusie ili kwamba watu waelewe. Hii kusema kwamba Mungu ako na mtoto imekuja kujaje? Tuendelee mwalimu. Haya ndiyo wayasemayo kwa vinywa vyao pasi na kuyapima. Haya ni maneno wanasema kwa midomo yao, kwa vinywa vyao bila kupima. Yani hawajapima weight ya maneno hayo. Weight ya maneno hayo Mungu anasema ni kubwa sana, ni mzito. Wao wanasema bila kupima, wanajisema tu kwa furaha yao, kwa imani yao, kwa kutaka kwao. Twende mwalimu. Wanayaiga maneno ya wale waliokufuru kabla yao. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anasema kule kusema kwamba Mungu ana mtoto ni kuiga maneno ya wale waliokufuru kabla ya hii group. Bimaana kabla ya group ya washirikina wa Makka kuna wale walikuwa wanasema kwamba Mungu ana mtoto. Kabla ya Wakristo kutokea na kusema kwamba Mungu ako na mtoto, kuna waliokufuru zamani walikuwa wanasema kwamba Mungu yuko na mtoto. Kabla ya Wayahudi kutokea na kusema kwamba Uzeri yuko na mtoto, kuna wale waliokufuru zamani walikuwa wanasema kwamba Mungu yuko na mtoto. Bimaana hii ni kauli ya wale watu ambao kwamba walikuwa wamekufuru zamani. Je, ni kweli ama ni uongo? Tukiingia katika historia tunapata kwamba kweli kabla ya hao Mayahudi, kabla Uzeri kuja, kabla ya Masihi Isa bin Maryam kuja na hao mshiriki Maka kutokea na kusema kauli kama hizo, kweli kuna watu walikuwa wanasema kwamba Mungu ako na mtoto. Ukiingia katika historia kama kule Iraq zamani ilikuwa inaitwa Babylon, wao walikuwa wanaabudia Tammuz. Tammuz alikuwa ni mtoto ambaye kwamba inasemekana alikuwa ni mtoto wa ule mfalme ambaye kwamba alikuja kupatana na Nabii Ibrahim alayhi salam. Yule bwana alipatana na Nabii Ibrahim alayhi salam, kajiita ni Mungu, wakaojiana na Ibrahim, alikuja akapata mtoto anaitwa Tammuz. Huyo mtoto akawa anaitwa mtoto wa Mungu na alikuwa anaabudiwa, alikuwa analiliwa kila mara. Ilikuwa ni ibada ambayo kwamba ilikuwa inaendelea tangu zamani za kale, wakimwabudia huyo Tammuz na kuitakidi kwamba ni mtoto wa Mungu. Hiyo ni imani ilikuwa hapo hata hajatokea huyu Uzeri. Maana ukiangalia wakati wa Nabii Ibrahim na wakati wa huyu Uzair ni kipindi kirefu sana, ni miaka karibu takriban 1500 2000. Ni kipindi kirefu kwa sababu Uzair alikuwa karibu sana karibu kwa Nabii Isa alayhi salam. Nabii Ibrahim alikuwa miaka mingi zaidi ya miaka 400 kabla ya Nabii Musa. Kwa hiyo ni kama takriban karibu miaka 2000 tayari kuna watu walikuwa wanaabudia Tammuz wakisema ni mtoto wa Mungu. Kuna dini ambayo kwamba ilikuja miaka 600 kabla ya kuja Nabii Isa alayhi salam, dini ya Kihindu. Dini ya Kihindu ukija kuangalia katika historia imetokea kitambo. Hii Kihindu ijaanzia jana. Nabii Isa yuko ulimwenguni, Hinduism iko.
Hinduism nao walikuwa na kitu kinaitwa utatu mtakatifu. Katika utatu wao mtakatifu pia vile vile walikuwa na Krishna, walikuwa wanamwabudia Krishna kama mtoto wa Mungu. Hiyo ni miaka 600 hajaja Yesu. Na Uzera alikuja katikati hapo karibu sana, nafikiri karibu miaka 300 na 400 kabla hajaja Yesu. Kwa hiyo hata kabla hawa wale hawajatokea tayari Wahindu walikuwa na Mungu anayemwabudia anaitwa Krishna. Na wengi tu ukiingia katika historia ilikuwa ni imani ambayo ilikuwa imetembea, ni imani ambayo kwamba ilikuwa imesambaa kutoka kwa washirikina kuitakidi watu kwamba ni watoto wa Mungu. Ilikuwa ni kitu ambacho kwamba kipo na ilikuwa imefuatiliwa kwa kipindi na muda mrefu sana. Lakini yote hayo si maneno ya kweli, ni maneno ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekemea, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekataa kabisa ile kusema kwamba yeye yuko na mtoto. Swali sasa tunarudi. Je, tunapoingia katika vitabu tunafundishwa kama Isa alayhi salam ni mtoto wa Mungu. Na kuna baadhi ya maandiko ambayo kwamba yako pale. Lakini la kustaajabisha ni kwamba wewe unapokuja kutufundisha kwamba Isa ni mtoto wa Mungu, kabla ya Isa kuzaliwa, je, kuna mtu yoyote alikuwa na imani kama hiyo? Haijawahi patikana. Haijawahi onekana. Haijawahi sikikana watu waliokuja kabla ya Nabii Isa kumjua Isa kama mtoto wa Mungu. Kama Yesu angekuwa kweli ni mtoto wa Mungu, Musa alayhi salam alipatiwa Taurati, alipatiwa Amri 10, alipatiwa sheria, alipatiwa vitabu. Angefundisha watu kule. Lakini hakuna kitu kama hiyo wakati wa Nabii Musa, hakuna mambo kama hiyo wakati wa Nabii Daud alayhi salam, wakati wa Nabii Ibrahim. Hawakufundisha kuwepo na kupatikana kwa wana wa Mungu. Ima imeanza tu wakati Nabii Isa alayhi salam yuko, na si ati kwamba ilikuwa hai. Hii ni imani ambayo imekuja ukiingia katika historia. Ilikuja kaleta debate sana mwaka wa 325 katika kitu ambacho kilikuwa kinaitwa Nicene Council. Hapa kuna group moja walisema Yesu ni mtoto wa Mungu, group ya pili walisema Yesu si mtoto wa Mungu. Ndio wakaleta debate ijulikane, je, ni mtoto wa Mungu ama la. Na ndio hapo vitabu vilikuwa vingi vikaandikwa, vingine vikafutwa, ikabaki tu Injili 4 ambazo kwamba zilikuwa zinaonyesha kama Yesu ni mwana wa Mungu. Lakini ukija katika uhakika, Yesu mwenyewe hakufundisha mahali, hata unaposoma Injili yenyewe ilivyo namna tunavyoijua, hakuna mahali Yesu amefundisha mimi ni mtoto wa Mungu. Hakuna. Pili, maandiko yanasema kwamba sote tutakuwa tunafundishwa na Mwenyezi Mungu. Bimaana mfundishaji na mwalimu wa wanadamu ni Mungu mwenyewe. Hamna mahali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, unaposoma hiyo kitabu kilichotangulia hicho katika Taurati, Zaburi, Injili, hamna mahali Mungu amesema kwamba Yesu ni mwanangu. Hamna. Tatu, anayejua mtoto baba yake ni nani siku zote ni mama. Sisi wazee unaweza kaa mtoto unafikiri ni wako, lakini wenye siri yote siku zote ni akina mama. Sasa kama kweli Yesu baba yake ingekuwa ni Mungu, lazima Mariamu angefundisha mahali watu kwamba baba ya Yesu ni Mungu. Hamna mahali ametamka jambo kama hilo. Bimaana kwamba haiwezekani kama Nabii Isa ni mtoto wa Mungu. Waliokuja kusema kwamba Nabii Isa alayhi salam ni mtoto wa Mungu na alipigia debe sana ni bwana mmoja anaitwa Yohana. Yohana katika Injili yake ndio amepiga debe sana sana kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Kwa sababu Yohana ukiangalia katika kitabu pale kuna Injili ya Yohana ambayo ndio Injili ya 4, alafu ako na barua zingine 3 ameandika. Inaitwa waraka wa Yohana wa kwanza, waraka wa Yohana wa pili, waraka wa Yohana wa 3. Alafu kuna kingine ameandikwa inaitwa Ufunuo wa Yohana. Hizo ni vitabu 5 vya Yohana. Ndio zinapigia debe kama Yesu ni mtoto wa Mungu. Lakini tuulize tu, je, maandiko naye yanatufundisha nini kuhusu hii claim
ya Yohana na debe aliyokuwa anapiga Yohana ya kuonesha watu kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Hiyo kitabu ya Biblia ni inafundishaje? Hebu nisomee Matendo 4:13. Huyu ni Luka. Luka ndio ameandika kitabu cha Matendo. Kulingana na yeye anavyomjua Yohana na anavyomtambua Yohana na ufafanuzi wake wa Yohana inazungumza kila kitu. 4:13 Matendo. Basi walipoona ujasiri wa Petro na Yohana. Twende taratibu. Walipoona ujasiri wa Petro. Huyu ni Peter ambaye hata Yesu kuna wakati moja amemkemea. Ni historia ndefu, tutafika wakati wake tutazungumza. Lakini naambia walipoona ujasiri wa Petro na nani? Na Yohana. Na pili amemtaja Yohana. Huyu ni Luka, amemstudy Yohana kwa sababu Luka alikuwa ni mtu anapiga research katika uandishi wake. Kwa hiyo ampiga research akamstudy Yohana, akamgundua Yohana ako na sifa moja. Sasa anasema kuna ujasiri wa Petro na Yohana. Twende. Na kuwajua ya kuwa ni watu wasio na ilmu. Kwa hiyo kumbe naye mpiga research akagundua huyu Yohana alijulikana kama ni mtu ambaye alikuwa hana elimu. Bimaana elimu yake ilikuwa ni chache. Kwa hiyo inamaanisha kwamba ile usambazaji wake na ile debe aliyokuwa anapiga kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, hii inatokana na elimu chache ambayo kwamba alikuwa nayo. Kwa sababu angekuwa na elimu kamili, asingezungumza maneno kama hayo. Kwa sababu Yesu mwenyewe hakufundisha, mama yake hakufundisha, Mwenyezi Mungu hajafundisha, manabii hawajafundisha kama Yesu ni mtoto wa Mungu. Kwa hiyo inamaanisha kwamba yeye alikuwa limited katika knowledge. Ndio akafundisha watu, kupigia watu debe kwamba Yesu ni mtoto wa Mungu. Sasa maneno haya alizungumza Petro. Je, Mwenyezi Mungu asemaje katika Qur'ani? Nisomee 18:4 Qur'ani. Tusikie Mwenyezi Mungu naye anasemaje kwa wale watu ambao kwamba wanasema kwamba Mungu yuko na mtoto. Sikieni namna vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anavyosema katika Qur'an sura ya 18 aya 4. Tusikie nasemaje, nafikiri ikiwa ni aya ya mwisho tukiingia upande wa pili. Sababu muda naona ndio huo. Kweli kabisa. 18:4. Twende mwalimu. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Na kiwaonye wale wanaosema. Kiwaonye wale wanaosema. Nini kiwaonye? Ni Qur'ani. Qur'ani Mwenyezi Mungu ameileta na sifa. Sifa ni nyingi, lakini katika sifa hiyo pia nyingine anasema pia kazi ya Qur'ani ni kiwaonye wale wanaosema Mwenyezi Mungu amejifanyia mtoto. Wanaosema kwa Mwenyezi Mungu amejifanyia mtoto, ama wanaosema kwamba Mwenyezi Mungu yuko na mtoto. Qur'ani imekuja kuwaonya watu kama hao. Inaendelea kusemaje? Wao hawana ilmu juu ya jambo hili. Qur'ani inasema anayesema ama kufundisha ama kupiga debe kwamba Mungu ako na mtoto hana elimu. Kwa hiyo kumbe watu walimstadi Yohana wakajua kama ana elimu. Luka akaja amepiga research yake kwa sababu Luka alikuwa ni mtu wa kupiga research. Amepiga research akagundua kama Yohana ana elimu katika hata uandishi wake. Na japo ameandika vitabu vingi katika hiyo Biblia, lakini hana elimu, maana elimu yake ilikuwa kiwango fulani. Mwenyezi Mungu naye ndani ya Qur'ani katika kitabu ambacho misifu la raiba fihi hudan lilmuttaqin, hakina shaka, naye amesema inaonya wale wanaosema kwamba Mwenyezi Mungu yuko na mtoto, hao ni watu ambao hawana elimu. Kwa hiyo maneno haya na ya Luka yanakubaliana kabisa kwamba anayesema kwamba Mungu yuko na mtoto hana elimu. Twende mwalimu. Wala baba zao hawana ujuzi juu ya jambo hili, ila wanajisemea tu. Kwa hiyo Mungu ameweka wazi kwamba hata baba zao hawana ujuzi, wao wanajisemea. Maana ni guesswork. If utasema kwamba Mungu ako na mtoto, that is a guesswork. Sio kitu ambacho kwamba ni real. Maneno ambayo kwamba ni real ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mmoja, lam yalid wala miulad wala yakul lahu kufuwan ahad. Hakuzaa, hakuzaliwa, na hana anayefanana naye hata mmoja. Leo ukisema Mungu ana mtoto tayari unajifananisha na Mungu, sababu wewe una mtoto, yeye pia ana mtoto. Alafu wanadamu pia wana tatizo. Utapata kuna mtu wako na wake kama 4, ana watoto ambao kwamba ni dozen kama 2. Tayari hiyo ni kama timu 2 ya mpira. Yeye peke yake kidume huyo. Lakini akiingia kanisani analia, Mungu ako na mtoto. Mtoto huyo jina yake Yesu. Bimaana Mungu awe na mtoto mmoja, yeye na watoto 24. Haingii katika akili. Kwa hiyo nafikiri tunarudi upande wa pili kwako Abdul Hamid. Naam, shukran sana. Huyo amekuwa Sheikh Abbas Athman hapo kwenye awamu ya kwanza
ya kipindi cha risala cha Ijumaa siku ya leo, akitufunza yale ambayo yanafungamana na mada ya je, Yesu alayhi salam ni mwana wa Mungu. Ametolea maandiko mengi kwenye kitabu cha Qur'an na pia katika kitabu cha Biblia, akijaribu tu kutuelimisha. Unajua, kabla mwanafunzi hajauliza swali, kwanza anaelimishwa. Akishaelimishwa, akishajua, ndio sasa pale ambapo pana dukuduku, panahitaji maelezo zaidi ya kina, basi ndo anakuwa mwenye kuuliza swali. Na sisi katika dini ya Kiislamu tumekuwa tukishauriwa kama tukumbushane pale ambapo tunapata fursa, tukumbushane, pa kukosoa tukosoe na tuweze kuongea. Kwa hivyo kwenye awamu ya pili ambayo inakuja muda usio kwa mrefu, basi utakuwa ukipata fursa nzuri ya kuweza kuuliza maswali kupitia 0727444454 au 0738648881. Mimi ni Abdul Hamid Suleiman. Usikwende mbali, kipindi cha risala kinarudi muda usio kwa mrefu. Husni dhana nzuri peke yake kwa kila jambo utakaloliona kwa mtu. Kuwa na dhana nzuri, usipende sana kukimbilia kuangalia negative. Usipende sana. Wewe mchukulie mtu vizuri tu. Hata kama mtu amepita amekasirika hajakusalimia siku hiyo, wewe fanya tu kajisahau ndugu yangu. Sio pale kapita hajakusalimia tu tayari umeshatengeneza mazingira mengine. Huyu mimi nimeona tu ana uadui tangu zamani na mimi. Chukua dhana nzuri kwanza, muache siku ya kwanza na utampata tu. Wewe muache siku ya kwanza hajakusalimia, muache siku ya pili. Iqra FM will be bringing you Quran recitations every day. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, msikilizaji wa Iqra FM 95.0, zikiwa ni 11 dakika zimekatika baada ya saa 3 majira ya Afrika Mashariki. Karibu tena kwenye kipindi cha risala ukiwa na mimi Abdullah Hamid Suleiman, studio nikiwa na masheikh wetu Sheikh Abbas Athman na Sheikh Hassan Athman, wakitupambia mada ya siku ya leo ambayo inafungamana na je, Yesu alayhi salam ni mwana wa Mungu. Kumbuka hii awamu ya pili ndio unapata fursa kubwa sana ya kupiga simu kuuliza swali lako lolote ambalo unalo, na moja kwa moja tukipokea simu ya kwanza hapa Iqra FM. Hello. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Karibu sana Mzee Abdi wa Limuru. Ndiyo, karibu sana Mzee Abdi wa Limuru. Ukweli mashallah. Salimia Sheikh Abbas na mezaki, alafu wako na elimu ya kutosha kabisa. Manake ikiwa mtu anasoma Biblia namna hiyo inafafanulia hata kabla Yesu hajazaliwa, anajua nani alisema. Unaona kitu kama hiyo, hawa wenzetu hawezi kujua, manake hana elimu ya kutosha kweli kabisa. Hata msomo yao wakisoma Biblia, soma mahali fulani, hata mtu hawezi kia. Sasa Sheikh Abbas anasema hebu soma mahali fulani, alafu usomaji akisoma pole, maana yake watu asikie. Unaona kitu kama ya Abdul Alim Suleiman. Ndio. Sasa basi kuna wakati mwingine ilikuwa hapo mbeleni studio tu kuna mabasta wawili, ilikuwa zamani kidogo hapa studio ya Iqra, alafu wanakuja tu kujua na naongea na masheikh wetu. Mmoja akasema basta mwenyewe akasema hii kitabu hakutoka kwa Mungu. Sasa yenyewe na mdomo yake nasema hii kitabu hakutoka kwa Mungu. Na mwingine akasema pia, mimi sitaki jina zao kitaje, wanajulikana. Mwingine akasema hii wale wanaandika hii Biblia ni ulaghai. Alisema hawa wenyewe. Kwa hivyo ni kitu ambayo ya kweli kabisa, manake hana elimu. Hawezekani eti Mungu iko na mtoto. Haiwezekani hata wewe mwenyewe. Si ati kwa soma ati angalia wewe mwenyewe alisema namna gani. Mungu hakuonekana, hajawahi kuonekana, hafanani na mtu. Wewe unasema iko na mtoto. Ilitoka wapi jamani kitu kama hiyo? Kwa hivyo wacha wengine waseme, ninaombea tu masheikh wetu pamoja na sisi, Allah tujalie khairi dunia na akhera. Amin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Huyo ni Mzee Abdi hapo na maoni yake.
kati ya mashabiki kidedea ambao tunao hapa ni Mzee Abdi kutoka Limuru, anafuatilia kipindi hiki kwa undani na anafuatilia kwa karibu sana kupitia 0727444454 0738648881. Unaweza kutuma ujumbe wako, pia kupiga simu kuuliza ndani ya mada na utakuwa ukijibiwa swali lako ambalo utakuwa nalo. Ikra FM. Salamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu kwenye kipindi cha Risala. Ni nani unapigwa kwa wapi? Mimi Adam kutoka Isili na kupigia Umar na Nur, mko wapi? Si Umar na Nur, ni Abdul Hamid Suleiman. Abdul Hamid, habari ya maviku bwana? Alhamdulillah, nashukuru. Baba, hata mimi niko mzuri. Ndio. Salamu ya kwanza ifike kwa Mzee Abdi, sijaonana kutoka mbele ya Ramadhani na sijasikia sauti. Sawa kabisa, itakuwa ikimfikia. Huyo ni Mzee Aden kutoka maeneo ya Isili hapa, ametoweka hewani. Na kupitia ujumbe hapa anasema ni Shushain Machakos. Anasema salamu alaikum Bwana Suleiman. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, pamoja na wakereketwa hapo studioni. Anasema nasaha yangu ni kwamba madai ya Kristo kuwa mwana wa Mungu yalitokana na ulinganishi wa sifa za Mungu na zake Kristo, kama vile wenyewe wasema like father like son. Itilafu ni kusema Mungu alimzaa mwana kibiolojia, lakini kitarbia na sifa, na sio Kristo pekee. Hata mimi na wewe, japo tutakuwa na tarbia na sifa za kimungu, moja kwa moja tuna qualify kuitwa watoto wa Mungu. Tafakari yangu. Usiku mwema, usiku mwanana kwenu na wote wanaotegea kipindi. Wa alaikum salam. Huyo ni Shushain Machakos. Umepata ushampata hapo, inakuwa baho inakuwa sawa. Kumbuka tu msikilizaji, nambari ni 0727444454 au 0738648881. Labda tukiangazia, tukichambua na tukiangalia hili swala la Shushain Machakos like father like son. Ukituandalia tu mada nikichukua simu hii ya leo. Sawa. Mimi ni Anton Ndolo kutoka huko Mara. Naam, Anton Ndolo, karibu sana. Asante sana. Kuna vitu vinanitangaza Ndio. Yesu muona Mungu anasema hivyo. Ndio. Na Maria ndio alimzaa. Ndio. Hata kama alimzaa kwa uwezo wa Mungu. Sasa uhusiano wa Maria kwa sababu ndio alimzaa na Yesu ndio awe mtoto wa Mungu. Maria na Mungu. Uhusiano wao ni kama kungekuwa nafasi ya tueleze. Ndio. Kwa sababu inawezekana Mungu hata mimi naona. Hata kama ungesema Yesu ni mwana wa Mungu. Ndio. Sababu hata sisi zote tuseme sisi zote kila mtu ni kama watoto wa Mungu. Ndio. Lakini sio kusema ati Yesu pekee ndio mwana wa Mungu. Yesu mbona ukisoma Mathayo 23 ndio verse 9 verse 9 unaona Yesu 23 verse 9 Mathayo. Yesu anapatiana line hapo, anasema niita baba yangu hivi. Yeye anasema hivyo hivi. Ndio. Lakini naona hakusema mimi na baba huitwa mwana wa Mungu. Kweli. Na hiyo ndio mambo yangu. Na shukrani sana Anton Ndolo kwa maoni yako hapo. Shukrani sana Anton Ndolo. Tunafurahi tukisikia maoni ya wasikilizaji moja kwa moja kwenye 95.0 ili tuweze kujinufaisha na tupate manufaa sote kwa ujumla. Naam, nikirudi kwako Sheikh Abbas, swala la Shushain Machakos. Swala la Shushain Machakos. Kwanza nafikiri yeye kwanza hajasema dini yake, lakini ni automatic atakuwa Mkristo. Na kama hajasema amekuwa ashakuwa Mkristo tu kwa imani hiyo. Na ile kusema kwamba si biolojia, kwa njia yoyote Mungu hana mtoto kwa njia yote ile. Hamna cha hata kwa kulinganisha, hata kwa nini hana, kwa sababu sio sifa yake. Sifa ya Mungu ni kama nilivyotangulia kusema, ni ya uumbaji. Wote wanabaki kuwa viumbe vya Mungu. Na ndio maana unaposoma katika Qur'ani 19:80 Mwenyezi Mungu amekataa flat. Yaani hata kukaribia pale kwamba ako na mtoto, kwa sababu hiyo kukaribia ndio inaleta wale ambao kwamba wako
maradhi katika nyoyo, sasa wanaona kabisa kweli Mungu ako na mtoto. Shirki inaingia hapo. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu amejiweka mbali, amesema kwamba wote ni viumbe vyake na watu wote mbinguni na ardhi watamrudia wakiwa watumwa, sio wakiwa wana. Na katika kuzidi kumfafanulia, kwa sababu nilisema mwenye kuleta zaidi imani hiyo na mafundisho hayo na akalipigia debe alikuwa ni Yohana. Kuna kitabu pale kinaitwa Yakobo. Hii kitabu cha Yakobo anajulikana kama ni James. Huyu alikuwa ni ndugu ya Yesu kabisa. Unajua Yesu alikuwa na ndugu zake? Si kwamba alikuwa peke yake. Yesu alipozaliwa, Mariamu alikuja kazaa watoto wengine. Mmoja katika hao ni huyu Yakobo. Huyu Yakobo alikuwa ni ndugu wa Yesu kabisa. Isipokuwa sasa yeye ni vile baba yake ni Yusufu. Yesu alizaliwa bila baba. Ameandika maneno katika 1:17. Yakobo hiyo, hebu nisome kwa sababu kuna kitu ambacho kwamba kiko pale cha muhimu. Nisome mwalimu. Kila kutoa kuliko kwema. Tunaambiwa na huyu ndugu ya Yesu, kwa sababu anamjua Yesu vizuri. Yeye ndo angefaa tuambie kama kweli baba yake ni Mungu. Anasema kila kutoa kuliko kwema. Na kila kitolewacho kilicho kamili. Kila kitolewacho kilicho kamili Hutoka juu. Tunaambiwa kila kitu ambacho kinatolewa kikiwa kamili kwanza kimetoka juu, maana kimetoka kwa Mungu. Ndio? Hushuka kwa baba wa mianga. Hushuka kwa baba wa mianga. Neno hili baba ndio Wakristo huwa confused. Wanachukua kama huyu ni baba lazima awe na mwana. Lakini wasichojua ni hiki, ni kwamba Yesu hakuzungumza Kiswahili. Yesu alizungumza Ki-Aramaic. Aramaic ni Old Arabic. Neno hilo sisi tunatumia katika hiyo Ki-Aramaic ni sawasawa na sisi tunaposema rabbi. Sasa wao walikosa ile neno rabbi kama mlezi kuileta vizuri, wakatumia neno baba. Lakini Yesu hakutamka baba kama ilivyofasiriwa. Sasa hao wakakuwa confused kwa kusoma tafsiri. Ndio nasema kwamba hutoka juu kwa baba wa mianga. Kwake hakuna kubadilika wala kivuli cha kugeuka. Kwa hiyo huyu ambaye kwamba anaitwa baba, ambaye Wakristo wanachukua kwa kufuata tafsiri, inamkusudia Mungu. Kwa kukosa jina ndo akamuita baba. Tunaambiwa huyo Mungu habadiliki wala hageuki. Twende. Kwa kupenda kwake mwenyewe alituzaa sisi kwa neno la kweli. Tunaambiwa kwamba alituzaa sisi kwa neno la kweli. Sasa hapa wao wanachukulia kama ni Mungu amezaa. Sawa? Mungu amefanyaje? Amezaa. Bimaana sasa kama Mungu amezaa atakuwa na nani? Na watoto. Lakini neno kuzaa pale, makosa ya pili ambayo wanachukua Wakristo uchukua, haikusudi kuzaa kama hii physically. Vile si tuko. Matunda yanazaa. Sio Uchumi inazaa. Tunasema hii biashara imezaa. Unaona? Kwa hiyo ni neno ambalo kwamba linatumiwa kwa maana mengi. Kwa hiyo pale ukisikia kwamba Mungu ametuzaa, sio kwamba ametuzaa kwamba ametuleta biologically kama sisi watoto, hapana. Ni kwamba yani ametubadilisha, kwa sababu katika Biblia inatumika neno kuzaa kwa Mungu kama kutoa kiumbe kutoka sehemu ya kwanza kwenda katika sehemu ya pili. Bimaana kwamba ukiwacha dhambi ukakuwa ni mtu mzuri, inamaanisha kulingana na lugha ya Biblia ilivyotumika, inamaanisha kwamba wewe umezaliwa na Mungu. Bimaana umewachana na dhambi. Sasa Yesu kwa sababu alikuwa anajulikana kwamba ni mtu ambaye kwamba hana dhambi, wakatumia neno kwamba amezaliwa na nani? Ndio wakaweka kwamba ni mtoto wa Mungu. Sasa Wakristo kwa kutoelewa zile lugha ya Biblia na fasiri ya Biblia ndio wakawa wanakosea. Sasa andiko linaendelea kutufundisha kwamba ametuzaa sisi kwa neno, sio kimwili, ametuzaa kwa neno. Maana kwamba sisi tumeacha dhambi, tumekuwa kiumbe kipya kwa neno. Bimaana kutubia unatumia nini? Maneno. Unatubia kwa Mungu kutumia neno. Ushaona? Kwa hiyo ametuzaa kwa neno la kweli. Endelea. Tuwe kama limbuko la viumbe vyake. Sasa hapa ndio wafiki. Tuwe kama limbuko la viumbe. Sio tuwe kama watoto wake. Kumbuka mzaaji ni nani hapo? Ni Mungu kulingana kwa lugha ya Biblia. Ametuzaa kwa neno, tuwe kama viumbe. Sasa hakuna nafasi pahali ambapo kwamba wewe kwa njia yote utakuwa mtoto wa Mungu.
Tunaambiwa hata kama utazaliwa, maana unaacha dhambi, ukakuwa ni kiumbe kipya, umekuwa umezaliwa na Mungu, lakini pamoja na kwamba umezaliwa na Mungu, haui mtoto wa Mungu, lakini unakuwa kiumbe cha Mungu. Kwa hiyo nafasi yoyote ya kusema kwamba kuna nafasi kwamba sisi tunaweza kuwa watoto wa Mungu ima kisifa, ima kinini, hakuna nafasi kama hiyo kwa Biblia, wala hakuna nafasi kama hiyo kwa Qur'ani. Yaani katika, kwa ufupi nikisema tu, katika dictionary ya Mungu, nafasi ya sisi kuwa watoto wa Mungu hakuna. Hatufikii kabisa. Kwa sababu unaposoma Yohana 3:1 inafunga hiyo chapter. Yohana 3 inasema wewe ukisema umezaliwa na Mungu, ukue kama Mungu. Bimaana usiwe na dhambi. Nani anaweza kabila dhambi? Yaani ukijiita mtoto wa Mungu, ukisema kwamba wewe ni mtoto wa Mungu, ukue kama Mungu. Bimaana usiwe na dhambi. Nani anaweza kabila dhambi? Hakuna. Kwa hiyo ni kitu ambacho kwamba haiwezekani hata kukaribia. Kwa kivyote asiweke ile fikira. Hii ni imani ambayo kwamba ilipandwa ya Utatu Mtakatifu, Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho, ili Yesu apate nafasi ya kuwa mtoto wa Mungu na mwisho akamfanya kuwa Mungu. Na ndio kitu Mungu anakataa. Kwa hiyo nafasi hiyo hakuna. Leo wala kesho. Haya. Wala kesho kutwa. Huyu amekuwa ni Sheikh Abbas amesema hakuna siku yoyote itawezekana. Anasema like father like son, you have for you to become a father you need to have a son. Hakuna like, hamna. Hakuna. Haya, sawa kabisa. Kumbuka tu msikilizaji, 0727244454 0738648881. Ikra FM, halo. Hello, Ikra FM. Naam, karibu sana kwenye kipindi cha Risala. Ni nani unapiga ukiwa wapi? Habari zenu hapo kwa studio? Habari zetu ni njema kabisa, labda zako. Hadi mimi zangu ni njema. Ndio. Unaongea na Captain Ibrahim Traore. Naam, Captain Ibrahim Traore, karibu sana. Juzi ameswalia kwa mchana, tumeona kwa maana huko. Na kusikiza vizuri hapa nikiwa na mama Afrika. Naam. Kwanza wacha nirudie Mwenyezi Mungu shukrani kwa kuniwezesha kuiona siku ya leo na masaa kama haya. Kweli kabisa. Nikiingia kwenye mada, ndio. Kuna jamaa fulani alikuwa anatetea mambo ya watu weusi kitambo zaidi huko Jamaica. Ndio. Anaitwa Marcus Garvey. Ndio. Marcus Garvey aliandika kitabu kingine kama I think mnaweza kufuatilia historia yake. Ndio. Alisema kwamba wakati mzungu alifika hapa Afrika, hakukolonize mtu mweusi. Kitu cha kwanza mzungu alifanya, alibrainwash akili ya mtu mweusi. Ndio. Na ndio kwa maana mpaka leo hii unapata kwa watu wengine kwa nyumba zetu unapata kuna picha za Mungu tumehanga hapo kwa ukuta. Ndio. Sasa mwalimu anafaa kujua kwamba it is not our will that we are where we are today. Yes. It is because, a black man's history was written by a black man's enemy. Our history was written by our enemies. Ndio. So, tukitaka kujua hii maneno yote, we must first own our problems and write our own history. Nice. Hiyo mwalimu anafaa kujua. Kweli. Kwa sababu there is no way tunaweza kuja kusema kwamba Yesu ni mwana wa Mungu ama Yesu si mwana wa Mungu. Ndio. At the same time kwa shule zetu bado watoto wetu wanafunzwa vile Vasco da Gama alifika Mombasa akajenga bila. Ndio. I think hakuna kitu tunafanya hapo. Kweli kabisa. Kitu ya kwanza tunafaa turudi chini tufunze watoto wetu, kwa sababu that is the younger generation. Huwezi, Mswahili anasema kwamba samaki unaweza tu kuja kama baada ya kumpika. Kweli. So watu walishaamini na wakajua kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Hata kuja kwa radio upige kelele ndio utabadilisha watu, lakini huwezi kubadilisha wote. Kweli. But mnafanya kazi nzuri sana. By the way, you are doing a very good job of liberating a black man and woman from mental slavery. Thank you so much. Na hiyo ni kitu mzuri sana. But mwalimu should find the lasting solution, permanent solution. Okay. For all these events that have happened during the times of ancestors today. Okay. Instead of
kukuja kwa radio na kutuambia hiyo, mimi sikatai hiyo, ni mzuri sana, mnafanya kazi mzuri, lakini lazima tukuwe na solution ambayo kama nini. Sawa kabisa. Sawa. Haya, shukrani sana. Captain Ibrahim Traore amesema suluhisho la kudumu kututoa kwenye kwenye utumwa wa akili. Huyo ni maoni yake Captain Ibrahim Traore hapo. Ikra FM, halo. Na mzee Abdi tena nimerudi. Kwanza sisi wote waelewe binadamu kitu kimoja kwanza. Ama sio Kristo ama sio ama Uislamu ama sio ama Kristo ama Waislamu. Ndio. Kila mtu anajua iko na akili, lakini sisi zote binadamu, hata wanyama, anazaliwa kwa amri ya Mungu. Kweli? Bila amri ya Mungu hakuna kitu utakuwa. Tujue kitu gani hawana? Tujue na hangaika kwa nini? Bila amri ya Mungu, mimi mzee Abdi imezaliwa amri ya Mungu, amri yake. Na wewe nyinyi wale studio, wetu wote umezaliwa na amri ya Mungu kabisa. Sisi ni watu ya Mungu, watoto ya Mungu kabisa. Lakini sasa mkuja kusema tu imezaliwa huyu. Sasa tumie akili. Kuna Biblia mali aliandikwa sijui saa hizi nasema ujinga naamini neno lolote. Sasa unaona sasa tujini kwa nini? Sio kila kitu wewe natafuta tu maandiko. Wewe mwenyewe angalia na akili zako. Sisi tumezaliwa na nani? Wanyama. Hata mahindi tukibanda inamea kwa amri ya nani? Wa jamani. Shukrani sana mzee Abdi hapo. Naona mada ya leo imemkwaza, imemkereketa. Lazima atoe maoni mara mbili mara tatu. Yote tunakaribisha. Mzee Abdi hapo, shukrani sana. Captain Ibrahim Traore pia shukrani sana kwa maoni yenu. Ameweza kutoa mchango ama amechangia kwa hali ya juu sana. Na amesema Sheikh utafute lasting solution. Kwanza nafikiri nisikukate kidogo. Ndio. Kuna kitu kimoja inafaa Ibrahim Traore aseme. Unajua kuna vitu ukisema ni umeongea tu. Kama anachoongea wewe sema kwamba ni lasting solution. Yeye mwenyewe nafikiri pia ndio yuko deep katika mambo ya wazungu, kwa sababu nafikiri anataka kusisitiza kwamba Yesu tu abaki kuwa mtoto wa Mungu, tusikataze. But kuna kitu kimoja nataka aelewe, sote tumepitia shule na Mungu ametupa akili. Tujue ni mazuri na haya mabaya. Katika shule tulisoma kitu kinaitwa CRE. Na mimi nilisoma kitu kinaitwa CRE. Na wacha nikwambie kitu kimoja, Abdul Hamid Suleiman, mimi nilikuwa the best student kwa CRE. I was the best. In fact, every time nilikuwa nachukua number 1. Na the only question from nilianza soma CRE ilikuwa wakati wa 844 system. Nilianza soma CRE from standard 4 to standard 8 at that wakati huo. Na hakuna hata siku moja nilichukua number 2 katika CRE. I was always number 1. Na zile maswali nilikuwa naanguka ni mimi nilikuwa najiangusha. Kwa mfano nilikuwa ningiletewa swali Jesus is, alafu na tulikuwa na pale vitu tulikuwa rekonga choices. Wakiwa pale God sijui nini. Obviously mimi najua si Mungu, sikuwa najibu vitu kama hayo. Kwa hiyo uletewe kitu kama sijui God ama son of God ama vitu kama hiyo, siwezi jibu. Na mimi ni mtoto mdogo. Ni kitu gani najaribu kuapply? Najaribu kuapply kwamba wewe ukiwa mtu mzima ama hata kivivyote umeletewa elimu, lazima wewe mwenyewe pia utumie akili, kwa sababu mwanadamu Mungu ameumba na akili. Usitoe system yote ukasema ni mbaya. Kuna uzuri ambaye inapatikana hapo. Na kuna mabaya ambayo yanapatikana. Yale mabaya tuache, yale mazuri tuchukue. Kwa hiyo kama wametuletea system, tukiona kwamba hii ni mabaya, tuzungumze. Kama hii kusema Yesu ni mwana wa Mungu, it's wrong. Lazima tuambie watu kwamba okay, watoto wamesoma hivi shule sawa, wamefundishwa okay, but sio sawa. Kwa sababu hata mimi najua amesoma kwamba mwanadamu wa kwanza ni nyani. Sasa hii huwezi ukaambia hata mtoto mdogo ukimwambia mtu mwanadamu wa kwanza alikuwa nyani, si Adam hawezi kubali. But unasoma tu ili upate nini? Upate marks. Kwa hiyo some things tunasoma ili tupate marks. Lakini si kwamba unaiweka katika roho kwamba ni ukweli. Na huwezi kusema uta abolish the whole system kwa sababu una need that certificate kwa sababu ya future yako, kuandikwa kazi na nini na mambo kama hayo. Mambo mengine nataka yanatolewa pole pole with time. Sawa kabisa. Wacha tupokee simu hapa. Ikira FM, hello.
nakusikiliza. Hello. Ikra FM, hello. Hello. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu kwenye kipindi cha Risala. Maoni yako ni yapi, unapiga ukiwa wapi? Nzuri sana, naitwa Hilary Wambua, napiga nikiwa Kajiado. Naam, Hilary Wambua, karibu sana kutoka maeneo ya Kajiado. Mimi nilikuwa na swali. Ndio. Mimi ni Mkristo Sawa kabisa. Nilikuwa na swali kwamba je, Biblia ni neno la Mungu? Ndio. Alafu kuna mafungu kadhaa ambayo yanaonyesha hakika kwamba Yesu ni Mungu. Ndio. Sijui niseme mafungu yenyewe. Naam, sema mafungu yenyewe, tashukuru sana. Angalia kidogo tu. Mathayo 28:20. Mathayo 28:20. Yesu mwenyewe anasema mimi nimetoka kwa Mungu. Ndio. Na Mungu ni baba yangu. Mimi ni mtoto wa Mungu. Mathayo 18:20. Je, kama Yesu mwenyewe anasema yeye ametoka kwa Mungu, je, Biblia ni uongo? Alafu Biblia ni neno la Mungu? Ndio swali langu hilo. Sawa. Hilary Wambua kutoka maeneo ya Kajiado hapo na maswala mazito ambayo ni maswala ambayo inatakiwa tuyaweke sawa. Unajua hivi ndo tunafunzana, tunakumbushana. Hatupingi maoni yake kabisa. Hatupingi maoni yake. Amesema Mathayo 24:20 ama ni 18:20. Anasema Mathayo 18:20, I don't know ama 28:20. Sema 18:20 ni kidogo, naiona hiyo ni tofauti. Ni 24:20. 24:20. 24:20 ambayo inasema hivi. Inasemaje? Ombeni ili kukimbia kwenu kusiwe wakati wa baridi wala siku ya Sabato. Hii na 18:20 Mathayo. Hebu irudie kama hajatoka. Kama hajatoka ni vizuri akirudia. 20 inasema kwa kuwa walipo 2 au 3 wamekusanyika kwa jina langu, nami nipo papo hapo katikati yao. 18:20 ni pia maswala tofauti. 18:20. Sasa nadhani Sheikh umepata alichosema. Nishapata vizuri. Pia amesema kwamba je, Biblia ni neno la Mungu. Na Hilary, kama utaweza basi rudia haya matamko. Ulisema kwamba kuna pali Yesu ametaja kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Kwanza mimi nakubaliana na kitu kimoja. Yesu anasema kwamba nimetoka kwa Mungu. Ndio. Ni kweli Yesu ametoka kwa Mungu. Na huyu Hilary, saitwa Hilary sio? Ndio, Hilary Wambua. Kwani ametoka wapi? Ametoka kwa Mungu. Sote tumetoka kwa Mungu. Muhammad ametoka kwa Mungu. Ibilisi mwenyewe ni hivyo hivyo. Wacha ya Hilary, wacha nani. Kwa hiyo kutoka kwa Mungu haimaanishi kama wewe ni mtoto wa Mungu. Kwa sababu vitu vyote vimetoka kwa Mungu. Na nafikiri nilisoma ile 1:17 Yakobo na nikafafanua vizuri kwamba kila kutoa kilichokwema hutoka juu. Hutoka kwa Baba. Bimaana kila kitu kimetoka kwa nani? Pale Baba ikusudia Mungu, imetoka kwa Mungu. Kwa hiyo kila kitu tunavyoviona vyote vimetoka kwa Mungu. Vimetokaje kwa Mungu? Vimetoka kwa Mungu ima kwa kutamka kuwa ikawa, vimetoka ima mwenyewe kwa kuumba na mambo kama hayo. Ndio maana imetoka kwa Mungu. Muhammad mwenyewe ametoka kwa Mungu. Wala hatuseme kwa sababu Muhammad ametoka kwa Mungu anakuwa mtoto wa Mungu. Hapana. Sote tumetoka kwa Mungu, bimaana sisi ni viumbe vya Mungu, tumeumbwa na Mungu. Kwa hiyo kutoka kwa Mungu inafaa aelewe. Kwa sababu yeye anataka kufafanua neno kutoka kwa Mungu kwa maana. Na unajua mara mingi kwa Biblia pale huwa huleta shida ni ufafanuzi wa maandiko. Ufafanuzi ndio huleta shida. Wakati utapokuwa unasoma andiko alafu ukaifafanua vizuri, matatizo hayezi kuwapo. Na sio tutajipata kwa dini moja. Pale tunafanya kwamba kuna Wakristo, kuna Waislamu, ni kwa sababu kuchukua andiko moja, wao kaifasiri vile, mimi kaifasiri hivi. Kwa hiyo lazima tunarudi kwa fasiri ilivyo. Kila kitu kimetoka kwa Mungu. Qur'ani pia inasema hivyo kwamba kila kitu kimetoka kwa Mungu. Nisome Qur'ani 15:21. Kila kitu asili yake ni Mungu. Iwe ni kitu kizuri imetoka kwa Mungu. Kibaya kimetoka kwa Mungu. Wanadamu wametoka kwa Mungu. Wanyama wametoka kwa Mungu. Mimea yote imetoka kwa Mungu.
Bimaana yeye ndio asili, ndio mwanzilishi wa kila kitu. Ndio fasiri yake. Kwa hiyo ukisikia kimetoka kwa Mungu, bimaana asili yake alianzisha ama alileta ni Mungu Mwenyezi. Ndio fasiri ambayo kwamba ni sawa. Ndio. Nisomee 15:21 Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Na hakuna chochote. Unasikia Mwenyezi Mungu arudia pale. Nilisoma kwanza katika kitabu cha Yakobo, nikisema kwamba Yakobo ni ndugu ya Yesu. Amesema kwamba kila kitu kimetoka kwa Mungu. Sasa sikia Qur'an nayo inavyosema. Na hakuna chochote. Hakuna chochote ila asili yake inatokana na sisi. Unaona, inatokana na sisi, bi maana inatokana na Mungu. Kila kitu asili yake ni Mungu. Binadamu asili yake ni Mungu, anatokana na Mungu. Yesu asili yake imetokana na Mungu. Muhammad asili yake imetokana na Mungu. Ibilisi mwenyewe asili yake imetokana na Mungu. Bi maana Mungu mwenyewe amemuumba huyo Ibilisi. Vitabu vyote vimetoka kwa Mungu. Malaika wote wametoka kwa Mungu. Kwa hiyo kila kitu kimetoka kwa Mungu, hata Yesu. Kwa hiyo kutoka kwa Mungu usije ukaichukua kama inaleta maana kama ni mtoto wa Mungu, ima kutoka kwa Mungu bi maana kwamba asili yake ni Mwenyezi Mungu mwenyewe. Ndiye ameanzisha. Sawa. Ndio fasiri sawa. Na pia ameuliza, je, Biblia ni neno la Mungu? Hii mada anaipenda zaidi ni Ali Gitonga. Anaipenda hiyo. Kibahati mbaya tuko naye siku ya leo Sheikh Ali Gitonga, lakini hapajaribika jambo, ndio maana tuko naye hapa Sheikh Abbas Athman. Je, Biblia ni neno la Mungu? Biblia kwa kusema ukweli tumerudia mara 100 ni kwamba hatuwezi tukasema ni neno la Mungu. Hatuna uwezo huo. Haya, ngoja tupokee simu moja kisha maelezo yaendelee. Wacha nirudi tena kwa nijibu huo jamaa. Ndio. Mimi ni ule Anton Ndolo kutoka huko Mara Pakunya. Sasa ukisoma Mathayo ngapi ilikuwa? 10 weka hewani. Lakini kuna pia andiko ambalo Anton Ndolo alitoa Matthew 23:9. 23:9 utaangalia ili tumtoe mafafanuo la chakila sema. Ikra FM, halo. Halo Ikra FM. Halo, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni Captain Ibrahim Kaora, nimerudi. Ndio. Nilikuwa nataka kuambia mwalimu kwamba unajua unajua mimi by the way mimi Uislamu nilijua nikiwa kijana mdogo sana 10 years 93. Na kwenda kuwa na Muislamu yoyote na kuwa na msikiti yoyote. Ndio nowadays naona kuna kuanga na msikiti. Ndio. Mahali inaitwa Usenge huko Bondo. So mimi I knew Islam through reggae music. Ndio. Unaelewa? Ndio. So mimi najua Uislamu vizuri sana na najua Kiarabu kwa sababu nimeishi Sudan. Na nashukuru Mungu kwa sababu ya hiyo. Ndio. So mwalimu labda anadhani kwamba mimi naunga Ukristo mkono. Mimi siungi Ukristo mkono. Kwa sababu ya kwanza mzungu alitumia Ukristo kunyanyasa watu weusi, na hiyo ni kitu ambacho ni mbaya zaidi. Unaelewa? So hiyo si dini. Unaelewa? Ndio. So ukituambia mwalimu, nataka mwalimu aseme mwalimu anafaa ajue kwamba sisi as black people yenye tunataka tu ni moja. Tunataka tu yani ile msingi yetu ikue. Hatusemi kwamba tunapinga Uislamu ama tunapinga nini. Sisi hatupingi Uislamu by the way, even though we are not Muslim by the way. Mimi am not a Muslim, lakini najua Muislamu vizuri sana. Hata Kiswahili naelewa. Na hiyo nawaambianga hapo daily. So mwalimu anafaa kujua hiyo. Lakini mwalimu amenielewa hapo vizuri. Sawa kabisa, mwalimu basi amekupata kwa njia ile sawa. Captain Ibrahim Traore hapo. Zikiwa ni 42 dakika, msikilizaji, kumbuka tuna nambari za simu ni 0727444454 au 0738648881. Kipindi kinachorindima kwenye redio yako sasa, ikiwa ni kipindi cha Risala, ukiwa nami Abdul Hamid Suleiman na Sheikh Abbas Athman na Hassan Athman. Pia tuko mubashara kwenye mtandao wa YouTube @Ikra FM 95.0. Unaweza pia kuweka comment yako hapo kama iwapo utakuwa na swali lolote. Na kuna hili andiko ambalo ningependa tulifafanue, tuliangazie na tuliangalie, ikiwa ni Mathayo 23:9 ambapo Anton Ndolo aliweza kuangazia. Inasema hivi, wala msimuite mtu baba duniani, maana baba yenu ni mmoja aliye wa mbinguni. Maelezo sasa. Nafikiri imeshasomwa. Na niliweka mambo sawa kitambo.
Tunarudia tu pale kwamba hii ni Biblia ya Kiswahili imetumia neno baba. Biblia ya Kizungu imetumia neno father. Yesu hakuzungumza Kizungu, hakuzungumza Kiswahili. Yesu alizungumza Aramaic. Aramaic is old Arabic. Neno ambalo kwamba alichokuwa anatumia Yesu ni neno rabbi. Rabbi iko na maana mbili. Maana ya kwanza ya rabbi ni mwalimu. Maana ya pili ya rabbi ni mlezi, ambaye ni sawa na sisi tunaposema alhamdulillahi rabbil alamin. Sasa wao walikosa neno ambalo kwamba litakuwa sawa la kuweka pale. Ndio pale yote wametumika neno baba katika Biblia. Hata soma katika wale kuna scholars wamezama katika Biblia. Yesu hakutumia neno that father ama yani vile zinazoita baba ama father kama vile unasema male parent katika lugha yake ambaye kwamba alikuwa anazungumza. Isipokuwa alikuwa anatumia neno rabbi bimaana ya mlezi. Sawa kabisa. Ibrahim, hello. Hilary hapa nimerudi tena. Naam, Hilary nisaidie. Kuna swali ambalo nimeuliza. Ndio. Na sijapata majibu bado. Ndio. Kwanza nimeuliza swali, je, Biblia ni neno la Mungu? Ndio. Kwa sababu Biblia inatuhakikishia vizuri sana sisi wa Kristo. Mungu alinena na watu waliojazwa na Roho Mtakatifu. Watu waliojazwa na Roho Mtakatifu ndio waliandika Biblia. Sasa je, Roho Mtakatifu ukijazwa na Roho Mtakatifu wewe si mtakatifu? Maana kuna proof katika 2 Peter 1:20, 21:2, yote hayo yanasema Biblia iliandikwa na watu waliojawa na Roho Mtakatifu. Alafu swali langu la pili ni hili. Qur'ani 6:14 inasema hivi. Muhammad anasema aliamrishwa awe wa kwanza kwenye kusilimu. Je, wapi kasilimishwa na nikamsilimisha? Sawa kabisa. Maswali muhimu sana hapo. Hilary Wambua kutoka Kajiado. Umempata? Nishampata vizuri. Kwa hiyo Qur'an 6:14 yanaipasha. Sasa kwanza tunakuja, nafikiri tulijibu kwa mkato kwamba aliuliza, je, Biblia ni neno la Mungu? Tukajibu la, Biblia sio neno la Mungu. Biblia maana yake ni mkusanyiko wa vitabu. Kwa hiyo kuna vitabu ambavyo vimekusanywa pamoja ndio ikaitwa Biblia. Hamna mahali ushahidi kwamba Biblia ni neno la Mungu. Kwa hiyo nataka hiyo statement kwanza anielewe. Biblia maana yake mkusanyiko wa vitabu. Bimaana pale ndani kuna vitabu vingi. Mbali na vitabu pia kuna mabarua ndani. Unaona? Vimekusanywa pamoja ndio ikaitwa Biblia. Kwa hiyo huwezi kusema kwamba mkusanyiko wa vitabu hii ni neno la Mungu. Lazima uwe na udhibitisho kwamba kweli hii Biblia ama mkusanyiko huu ni neno la Mungu. Unaona? Kwa hiyo ndio sababu naambia sio neno la Mungu, kwa sababu maana yake ni mkusanyiko wa vitabu. Ndio maana yake. Exactly. Sasa unless ndani ya mkusanyiko huo sasa atuambie zaje kitabu hiki ni neno la Mungu. Maana kuna Taurati pale. Ambaye inadhaniwa lakini ya kufikiriwa si ile original. Kuna vitabu kama za kina Esther. Kitabu ya Esther iko na chapter, I don't know chapter ngapi, na hakuna hata imetaja mahali Mungu. You can imagine almost 10 chapters with not even a single name imetaja Mungu. Only history. And then utasemaje kama kitabu ya Mungu? Kuna vitabu kama mengi tu. So yeye ameleta claim kwamba walioandika Biblia, yani mkusanyiko waliongozwa na Roho Mtakatifu. Si kweli. Kwa sababu kama wangeongozwa na Roho Mtakatifu, pale ndani kusingekuwa na conflict. Unapata Yohana ameandika maneno. Maneno aliandika Yohana ime conflict na Luka. So if unasema kwamba wameongozwa na Roho Mtakatifu, does it mean that Roho Mtakatifu aliambia Yohana maneno haya, then akatoka kwa Yohana maneno yale akaja akamwambia Luka? It is impossible. Inamaanisha kuna Roho Mtakatifu ambaye kwamba alihusika. Yeye amequote katika Petro kwamba Petro ndio mzungumzaji, kwamba wale walioandika Biblia waliongozwa na Roho Mtakatifu. Lakini Luka
ni shahidi kwamba kuongozwa na Roho Mtakatifu. Na Luka amemscrutinize Yohana na amemscrutinize Petro, na akasema Petro pia ako katika group ya watu ambao kwamba hawana elimu. Ushaona? Kwa hiyo mzungumzaji na msemaji kwamba Biblia walioandika waliongozwa na Roho Mtakatifu ni huyo Petro, ambaye Petro kwa Luka anasema hana elimu. So hatuwezi tukachukua ushahidi wa mtu ambaye hana elimu. Another thing, huyo Petro anazungumza maneno hayo, Yesu amemuita shetani. Live amemuita shetani. Another thing, huyo Petro huyo alimkana Yesu mara 3. Na Yesu akasema atakayenikana duniani baba naye pia atakana na baba yangu wapi? Mbinguni. So huyu anajaribu kujitetea mambo mengine ili aandike kitabu, watu wakiona pale ndani wafikiri pia hata kitabu yake imeongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo mwenyewe anajipigia debe. Luka mwenyewe anatoa ushahidi. Maneno yake aliyoandika kuongozwa na Roho Mtakatifu. Hebu nisomee Luka 1:1. Yeye anasema yangu ni research. So utasemaje kwamba walioandika Biblia wameongozwa na Roho Mtakatifu, yet one of the authors mwenyewe ameandika no, mine is research? Tutachukua ushahidi wa nani? Tutachukua wako, tutachukua mtu mwenyewe kujishuhudia. Unamaanisha kitabu cha Luka ni research paper? It's a research, na yeye anasema, hebu msikie tena mwenyewe kwa confession yake. Hebu soma. Kwa kuwa watu wengi wametia mikono kutunga. Unaona pale hamna Roho Mtakatifu. Watu wenyewe wametia mikono kutunga. Ukisikia kitu kutunga maana yake ni kitu kucompose. A lot of people have composed, watu wengi wametunga. Twende. Kwa taratibu habari za mambo yale yaliyotimizwa katikati yetu. Kama walivyotuhadithia. Sikia, walivyotuhadithia. Bimaana ni story. Kina Luka walikuwa wanaambiwa na watu. Watu walikuwa wanaambia kina Luka stories. Hadithi. Wale waliokuwa mashahidi wenye kuyaona. Kuna watu ambao kwamba walikuwa wanaona events zikifanyika, wanakuja kwa Luka wanawapea story. Na watumishi wa lile neno tokea mwanzo. Ndio. Nimeona vyema mimi nami. Luka anasema, nimeona vyema mimi nami. Kwa kuwa nimejitafutia usahihi wa mambo hayo yote. Nimefanyaje? Nimejitafutia usahihi. Nasikia, it's my own research. Nimejitafutia usahihi, my own research. Hapa kuna Roho Mtakatifu. Twende. Wa mambo hayo yote tangu mwanzo. Kukuandikia kwa taratibu. Nimejifanyia research ili nikuandikie kwa utaratibu. Kwa hiyo ya Luka hamna Roho Mtakatifu. Na yeye ameandika kitabu ya Matendo. Na ndani ya Matendo akasema Petro hana elimu. Petro anasema ati yote yaliyoandikwa ni Roho Mtakatifu. Ni uongo. Sawa kabisa, huyu amekuwa shekha basi. Kwa hiyo ilikuwa swali la kwanza hilo. Ya pili ilikuwa Quran 6:14. Muhammad amesema kwamba mimi ni wa kwanza katika wenye kusilimu. Je, nani alimsilimisha? Jibu ni hii kwamba huyu anafaa elewe kitu kimoja. Ukisikia neno silimu ni neno ambayo kwamba iko na maana 3. Ndio. Iko na maana 3. Kwanza kuna kusilimu kwa kuchukua ama kufuata amri za Mungu. Wewe unapokuwa unaanza kuchukua, yani kuifuata ile amri ya Mungu, pale unakuwa umesilimu, yani umejisalimisha kwa Mungu, umesarenda. Bimaana sasa zile sheria zote, amri zote wewe umejiweka chini. Yani nishasalimu amri za Mungu. Vile leo utazaa tumesalimu amri. Ndio hiyo sasa ushasilimu. Na ndio Mwenyezi Mungu alimwambia Ibrahim aslim. Silimu. Bimaana fuata zile sheria. Wakati Mwenyezi Mungu anamwambia kwamba amemwamrisha Muhammad awe wa kwanza katika wenye kusilimu, tayari Uislamu huko watu wanasali nini, ni katikati ya aya kule katikati, mambo yameendelea miaka mingi. Kwani hiyo miaka yote kabla Mungu amwambia akuwa Muislamu? Na watu walikuwa wanasilimu akina Abubakar, walikuwa wanasilimu wakimfuata nani? Hii aya ikisema kuwa wa kwanza katika wenye kusilimu, kina Abubakar tayari wako wamesilimu. Mwenyewe amewasilimisha kina Abubakar, amesilimisha kina Khadija, amesilimisha kina Uthman. Wote watu wamesilimu, yani kitambo. Kwa hiyo hapa katika 6:14 haikuja kwa maana kwamba silimu yani ingia katika dini. Kwa sababu maana ya pili ya kusilimu ni mtu kutoka katika dini moja kuingia katika dini ya pili. Ima ulikuwa una dini ukawa labda ni Mkristo, ukasema kwamba mimi nakuwa Muislamu. Hiyo pia ni maana ya pili ya kufanyaje? Ya kusilimu. Ama hauna dini na ingia katika Uislamu, ni maana ya pili ya kusilimu. Bi maana unaacha dini nyingine unaingia katika dini ya Mungu. Sasa hii maana ya pili haikuwa makusudio ya aya. Kwa sababu tayari Waislamu walikuwepo. Unaona?
ile maana iliyokuwa inakusudiwa na Mwenyezi Mungu ni maana ya kwanza, bimaana kwamba pale Mwenyezi Mungu alikuwa tayari anaanza kuteremsha amri zake, bimaana Muhammad akae tayari kuzifuata. Kumbuka kwa miaka 13 Mwenyezi Mungu alikuwa anateremsha Qur'ani. Kwa miaka 13 hakuna sheria wala amri Mwenyezi Mungu alikuwa anateremsha. Alikuwa anafundisha watu tauhidi peke yake for 13 good years. Watu wamjue Mwenyezi Mungu for 13 good years. Ilikuwa ni historia. Ukiona story kama za kina Yusuf, story sije za kina Ibrahim, za Musa, za nini, zote hizo zilikuwa the first 13 years. Mwenyezi Mungu alikuwa anatengeza maswahaba zile roho zao zikuwe tayari kuchukua sheria na amri za Mungu. Sasa wakati alipokuwa anataka kuteremsha hizo amri, maana amri zinaanza kuteremka katika mwaka wa 2 Hijria wakiwa Madina. Ndio amri sasa zikaanza kuteremka. Kwa hiyo ndio kipindio sasa Mungu anamwambia fanyaje? Kuwa wa kwanza wa kusilimu, wana kuwa wa kwanza wa kuzitekeleza na kuzishika amri zangu. Miaka nyingi imepita. Kwa hiyo hii ni maana ya pili ambayo kwamba hawajui. Maana ya tatu ya kusilimu ni kukubali kwamba Mungu ni mmoja. Unapokubali Mungu ni mmoja pale unasilimu kwa ushahidi wa Qur'an. Kwa hiyo zote ziko na ushahidi. Kwa ushahidi wa Qur'an sura 21 aya 108. Mungu anasema jeme. Kwa hebu nisome kwanza kitambo akichukua hapo simu 21:108. Utanipokea simu FM. Halo. Ni mimi mzee Abdi. Jamaa ametoa kweli, jamaa amejaribu. Nasema sijui aya gani ya Qur'ani inasema na Muhammad imesalimisha. Hayo jamaa amejaribu sana. Hata nimetoa mimi sana. Lakini umejibiwa vizuri maana ya kusilimu. Islam ni kusalim amri ya Allah, amri ya Mungu. Kwa hivyo jamaa amejaribu sana na hata ametaja haya Qur'ani, lakini umejibu mshabato na kaka ngari jamani. Shukran sana mzee Abdi, shukran sana kwa. Kwa hiyo ndio mwalimu asomesha 1:108 maana ya tatu. Na another thing, unajua kusema nani alimsilimisha Muhammad? Kuna watu wana maswali kama haya. Ndio. Mimi na watoto. Watoto wangu ni Waislamu. Ndio. Hakuna mtu amewasilimisha. Sijawapeleka kwa shekhe wala mimi sijawasilimisha. Wale wamezaliwa ni Waislamu automatic. Manake hawakubatizwa, hawakutolewa katika dini, wale ni Waislamu automatic. Na Muhammad vile vile amezaliwa akiwa Muislamu kwa ushahidi wa Qur'an 30:30. Kwa hiyo hakuhitaji mtu kumtamkisha shahada. Kwa hivyo waelewe kitu kama hiyo. Si kwamba ati Muhammad nani kamsilimisha bimaana kama kusilimu si Muislamu, hapana. Tuna watoto hatuwasilimishi. Mtoto anazaliwa akiwa automatic Muislamu na Muhammad pia kazaliwa akiwa automatic ni Muislamu. Kwa hiyo kwa sababu kutoka katika dini hakuwa na haja ya kusilimishwa bimaana ya kutolewa katika dini moja kupelekwa kwa dini ya pili, hapana. Kusilimu yake ilikuwa ni akae tayari kuzipokea maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tusomee maana ya 3:21:108. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Sikuletewa wahi, sikufunuliwa ila kwamba Mungu wenu ni mmoja tu. Mungu mmoja tu. Je, mumesilimu? Uliza umesilimu. Bimaana ukishakubali Mungu ni mmoja unafanyaje? Unakuwa umesilimu. Umesilimu. Na ndio maana unaona mtu anapokuwa amekubali Mungu ni mmoja, tayari shasilimu. Na ndio hapo nampigisha shahada kwamba Mungu ni mmoja. Kwa hiyo lazima hizi maana tatu watu waelewe. Maana ya kwanza ni ile kujinyenyekesha, kushika amri ya Mungu. Maana ya pili ni kutoka katika dini moja kwenda dini ya pili ambayo ndio kusilimu ya kawaida ya kupigisha mtu shahada. Na mara ya tatu unapokubali Mungu ni mmoja tayari ushajisalimisha na tayari ushasilimu katika amri ya Mwenyezi Mungu. Sawa, hapa kupitia ujumbe anasema asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Napongeza kipindi, shukran sana. Alafu nauliza wanaosema Yesu ni Mungu aliumba nini? Hiyo ndio swali lake hapo, labda hapo utamjibu aje ukimalizia tu. Kwanza Yesu hakuumba chochote kwa sababu sifa ya uumbaji ni ya Mungu. Ndio. Yesu alitengeza vitu. Ndio tunajua alichukua matope, akatengeza mfano wa sura ya ndege, akawa ndege kwa idhini ya Mungu. Vitu vyote miujiza alikuwa anafanya ni kwa idhini ya Mungu. Ambaye inashuhudia katika Qur'ani. Bila idhini ya Mungu Yesu kufanya chochote. Kwa hiyo yeye hana historia kwamba ameumba, kwa sababu kuumba ni kuanzisha kiumbe. Hakuna hata kiumbe kimoja Yesu alianzisha. Yote alikopi zile maumbile za Mungu. Mfano Mungu alimwambia kwamba achukue udongo atengeze ndege, kisha ampulizie ikawa ndege kwa idhini ya Mungu. Tayari yule ndege ilikuwa tayari kuna ile exist. Kwa maana yeye kwanza alichukua material ya Mungu. Alipochukua ile material ya Mungu akaitengeza mfano ya sura ya
vile Mungu anataka, ndio ikawa ndege. Bi maana alicopy everything na Mungu akamuidhinisha. Kwa hiyo hawi Mungu. Mungu anaumba bila ya idhini ya yeyote, na Mungu anaanzisha design. Ndio. Any design, kwa sababu binadamu ni design ya Mungu. Kama ni ndovu ama wanyama ama ndege ni design ya Mungu. So if you utakuja ukakopi any design ya Mungu, wewe hujaumba. Wewe umekopi. Wewe ni copycat. Na wewe umetengeza tu, ni copycat na umetengeza tu. Kwa hiyo Yesu ile alitengeza kwa idhini ya Mungu, basi akawa nani miujiza. Hizo kufanya hivyo tunahesabu katika miujiza. Alikuwa ni mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sawa kabisa. Huo ndio utakuwa mwisho wa kipindi cha siku ya leo, na natumai wiki ijayo Ijumaa tutarudia swala hili, manake kuna mambo hatujamalizia kidogo, na ningependa kwa ihsani yako Sheikh Abbas tutafutie pasta. Naam. Utuletee hapa, kuna maswala inatakiwa tuyanyooshe kabisa. Kwa hivyo utaangazia swala hilo, utatilia maanani, alafu kwa faida ya wasikilizaji, kwa faida ya kutoa dukuduku pia kwa wenzetu katika ubinadamu waweze kufaidika nao kusaidika kwa kipindi hiki kwa ujumla. Na zikiwa ni saa 4 imetimia, saa 4 usiku majira ya Afrika Mashariki, huo ndio mwisho wa kipindi cha Risala. Ulikuwa nami Abdul Hamid Suleiman na mashaikh wetu Abbas Athman na Hassan Athman wakitukwambia mada ya siku ya leo ya Yesu alayhi salam ni mwana wa Mungu. Vipindi vya kufana vitakuwa vikikujia kila siku ya Ijumaa katika kipindi hiki cha Risala. Kwa hivyo usikae mbali, usikose, manake ina manufaa kwako na kwa jamii kwa ujumla. Abdul Hamid Suleiman, usiku mwema. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Aisha Prime and you're listening to 95.0 Iqra FM, the station